Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu, rafiki na mpendwa wangu. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu unasema kujaliwa neema ya kuendelea mbele. Kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati, mlango 11 mstari wa 9. Naye Daudi akaendelea, akazidi kuwa mkuu, kwa maana Bwana wa majeshi alikuwa pamoja naye. Asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, unaweza kuwa unatamani sana kuendelea kustawi, lakini siri ya pekee ambayo tunaiona hapa, kilichomfanya Daudi kuendelea kustawi, kilichomfanya Daudi aendelee kuwa mkuu, ni uhusiano wake uliokuwa kati yake na Mungu wake. Ndio maana maandiko yanasema, naye Daudi akaendelea, akazidi kuwa mkuu. Alitoka katika hali ya kutokuwa mkuu, akaenda katika hali ya kuwa mkuu. Mungu alimuinua hatua moja mpaka hatua nyingine, na Mungu aliyemuinua Daudi hatua zote yu hai hata sasa. Pale Mungu anapokuwa pamoja na wewe, kuendelea kwako kiroho na kimwili kunakuwa dhahiri, kwa sababu kusudi la Mungu juu ya maisha yetu ni kuona sisi tunatoka hatua moja kiroho na hatua moja kimaisha. Matamanio ya Mungu ni kuona wewe kama mtoto wake unazidi na kuendelea. Anamwambia Joshua, ndipo utakapostawi, ndipo utakapofanikisha njia yako. Mungu anamtakia Joshua mastawi. Anamwambia usiogope, kwa sababu pale utakapozishika sheria zangu utafanikiwa na kustawi. Mungu akujalie neema ya kuendelea kiroho na hata kimwili. Mungu akujalie neema ya kupiga hatua zaidi ya hapo uliko. Katika kitabu cha Mwanzo sura ile 26 kuanzia mstari wa 13, maandiko yanasema, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi, hata akawa mkuu sana. Ingawa Isaka alikuwa katika nchi ya ugeni, lakini kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa juu yake, ile neema ya Mungu imemsaidia. Kila alichoweka katika ardhi ile, Mungu alifanikisha. Asubuhi ya leo, Mungu akujalie neema kwa kila unachokishika kwa mikono yako. Akujalie neema ya kufanikiwa na kuendelea kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Isaka alipokuwa katika nchi ya ugeni, alipanda mbegu katika ile ardhi. Mungu akamjalia neema ya kustawi. Mungu akamjalia neema ya kuwa mtu mkuu. Hata maadui walipoona ameinuka wakamchukia, lakini pamoja na maadui kumchukia, Mungu hakumwacha. Ni kweli vita vinaweza vikainuka wakati unapoelekea kwenye mafanikio yako, lakini asubuhi ya leo nikwambie, Mungu hawezi kukuacha. Katika ule mstari
wa 28 wale watu wakaja kumfuata Isaka wakisema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe. Wanatambua ya kwamba kilichomfanikisha Isaka si nguvu zake tu, si akili yake peke yake, ni kwa sababu Isaka alimpa Mungu sehemu katika maisha yake. Alimruhusu Mungu aingilie majukumu yake. Ndio maana maandiko yanasema kila tufanyalo kwa tendo au kwa neno tufanye katika jina la Bwana. Kwamba mpendwa, asubuhi ya leo Mungu akujalie neema ya kila jambo unalopanga na unalofanya ipate kufanikiwa kwa utukufu wa jina lake. Unapoangalia Samuel wa pili mlango wa 5 mstari wa 10 utakuta neno hilo hilo. Anasema, naye Daudi akazidi kuwa mkuu, kwa maana Bwana Mungu wa majeshi alikuwa pamoja. Hii ni siri ya ajabu sana, kwamba mpendwa, tunapokuwa karibu na Mungu, tunapotembea na Mungu kwenye maisha yetu, tunapomkabidhi Mungu kila jambo tunalofanya, kwamba yeye atufanikishe, neema ya Mungu inatokea juu ya kila tunalofanya. Hata wakati anamuinua Yusufu, anasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Hata katika mateso yale ambayo alikuwa anapitia, neema ya Mungu ilikuwa pamoja na yeye. Nami niseme asubuhi ya leo, Mungu akujalie neema ya kuinuka. Mungu akujalie neema ya kufanya vitu na vitu vipate kuonekana. Mungu akujalie neema ya kufikia yale unayotamani kwenye moyo wako kuyafikia. Mungu akujalie matamanio ya moyo wako. Zaburi sura ya 20 anasema atakutendea kwa kadri ya haja ya moyo wako. Neema ya Mungu ikujalie haja ya moyo wako. Neema ya Mungu ikujalie kutokuwa chini, hata kama kuna watu wanajaribu kukurudisha chini kwa maneno, kwa namna yote, lakini neema ya Mungu ikushikilie ili upate kuendelea, upate kustawi. Tuombe. Mungu mtakatifu, neema yako ikamjalie mtoto wako kuendelea na kustawi katika mipango na katika kazi ya mikono yake na katika utumishi na katika kila wazo lilojema, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Mawasiliano yangu ni 0655 96 11 70.